Bwana ni mwema wakati wote, na washukuru kwa kuweza kufika na kutenga muda wenu kufika katika mikutano yetu hii ya Dar es Salaam Net Event. Dar Net Event 2025, nuru ya matumaini. Karibuni tena katika kipindi chetu kizuri cha nuru ya matumaini katika afya. Jana tulikuwa tumeanza somo letu zuri la kansa ya koo ama uvimbe katika koo, na tukaongelea maana ya uvimbe, lakini ni namna gani uvimbe unabadilika unakuwa kansa. Lakini tukawa tumeanza kuongea sasa sababu ambazo ama mtindo wa maisha ambao unapelekea mtu kuingia kwenye hatari ya kupata shida hii ya uvimbe au kansa ya koo. Tukawa tumeongelea kuhusu umri, tukasema mara nyingi inawapata watu ambao wao katika umri wa miaka 50 kuelekea mpaka 70, lakini tukasema haimaanishi watu wa chini hawapati. Watu wa chini ya umri ya miaka 50 nao wanapata, na kwa sasa hivi kwa sababu ya mtindo wa maisha kubadilika, tumeona mpaka watu wa miaka ya vijana kabisa hii wanapata shida hii. Lakini pia kitu kingine tulichokuwa tumekiona kilikuwa ni jinsia. Tukawa tumesema jinsia ya kike, jinsia ya kiume ndio inapata zaidi shida hii. Lakini tukawa tumesema kwa sababu sasa hivi kumekuwa na ongezeko la vitu vinavyofanyika na wana wa kiume na wana wa kike nao wanafanya. Kwa hiyo hatari imekuwa kwa wote sasa, japo wanaume bado wanapata zaidi. Lakini pia tukawa tumeongelea shida ya mtu akiwa na tatizo la tindikali ama asidi kupanda kooni. Ikitokea amekaa nalo kwa muda mrefu bila kulitibu, na yenyewe ni kihatarishi kimojawapo kinachoweza kumpelekea kupata tatizo la kansa ya koo. Lakini sasa leo tunaendelea sasa na vihatarishi hivi. Nilikuwa nimewaahidi kwamba leo nitaongelea pombe, nitaongelea sigara ama tumbaku. Sasa basi, matumizi ya sigara ama tumbaku, sigara ama tumbaku na mazao mengine yote, hapa naongelea uvutaji wa bangi, uvutaji wa sigara, uvutaji wa tumbaku, kubuya ugoro, na vitu kama hivyo vingi tu, najua uliwahi kuvisikia. Vitu hivi vimebeba, tunasema ni chemicals zaidi ya 70 kulingana na tafiti, ambazo chemicals hizi zaidi ya 70 au kemikali zaidi ya 70 ndizo zinazopelekea chembe ama seli za kooni kubadilika na kukengeuka na kusababisha kile tulichokiongelea hapa jana kwamba zinakengeuka, hazitaki kufa. Kwa hiyo kitu kama hakitaki kufa na kinazalishwa, ina maana kitajaa pale, na hapo ndio kinakuwa tayari kimetengeneza kansa. Hizi tunaziita kwa lugha ya kitaalamu kwamba aromatic hydrocarbons. Hizi ni carcinogen, yani ni visababishi vya kansa, vihatarishi vikubwa sana vinavyosababisha kansa, viko kwenye sigara. Na mtakuwa mnafahamu kwamba sigara pia ni kihatarishi kikubwa sana kinachohesabika kwenye mtu kuelekea kupata kansa ya mapafu, ambayo kansa ya mapafu jana tumesema hiyo ndio inayoongoza kwa kuondoka na maisha ya watu, lakini hii ya koo ni ya pili kwa ukubwa. Sasa hivi vihatarishi ambavyo nimesema vinaitwa aromatic hydrocarbons carcinogen, na vingine vinaitwa nitrosamide. Hivi ndivyo viko zaidi ya 70 kwenye sigara.
Kwa hiyo mtu anapovuta inamaanisha anavipata vyote hivi, lakini wewe usije ukajiona kwa sababu huvuti sigara, huvuti bangi wala zile ugoro ukafikiri uko salama. Mtu anayevuta sigara huyo anaitwa ni first chain smoker. Lakini kuna yule ambaye yuko pembeni yake, una enjoy tu, anavuta hapo, moshi unakupata wewe, tunakuita ni second chain smoker. Na unajua kila sigara, hata tangazo lake tu linakuambia kwamba ni hatari kwa afya yako, si ndio jamani? Yaani aliyeitengeneza mwenyewe anakutangazia, anakuambia uvutaji wa sigara ni hatari kwa afya yako. Kwa hiyo hichi ni kitu pekee ambacho unatumia ukijua ni hatari. Lakini pia yule mtu ambaye yuko pembeni, wewe ambaye huvuti lakini uko pembeni, wewe pia unaingia kwenye hatari kama hiyo hiyo. Kwanza wewe huna kichujio, unajua sigara ina kigodoro pale kwa nyuma. Jamaa kivuta walao kinachuja chuja, ila wewe ukipata ule moshi unaupata wote kama ulivyo bila chujio. Halo. Sasa basi kuna wale ambao wavutaji wa sigara wengi wanatumia pombe pia. Sasa kama mtu anavuta sigara na anatumia na pombe, hii tunasema inaongeza sasa hatari. Yule wa sigara peke yake anaweza kuwa na hatari mara 8.3 kulingana na tafiti. Huyu anayetumia pombe na sigara kwa pamoja, unajua pombe inafanya kazi moja tu, inarahisishia zile hizi carcinogens nilizowatajia zaidi ya 70 kuingia vizuri kwenye tissue. Maana pombe inalainisha pale inapopita, inakuwa kama inaloesha na kulainisha ile sehemu inapopita pale kooni inapopita, kwa sababu mtu anakunywa kwa kurudia inakuwa imelainisha. Sasa hivi kemikali za sigara zinapofika zenyewe zinaingia pasipo kupingwa. Maana kwa kawaida hivi Mungu ameweka ulinzi kwenye hizi sehemu ambazo zinaenda mpaka kooni. Sasa pombe inalainisha, kwa hiyo sigara ikija inaingia kirahisi sana. Kwa hiyo mnywaji wa pombe ana hatari kivyake, lakini anayecombine pombe na sigara, hawa wanaongeza ile hatari ya kupata shida hii maradufu. Lakini pia ukumbuke mnywaji wa pombe ambaye ameshaingia kwenye urahibu wa pombe, watu hawa huwa hawali vizuri, na hata wakila wanakula tena vile vitu ambavyo vina uhatarishi. Anapokaa pale ameagiza kinywaji chake na akanywa, lakini pia anaagiza nyama choma ambayo imechomwa kwenye mkaa, imepata hewa ya ukaa, tunaita anaongeza tena kihatarishi kingine. Lakini mtu huyu hawezi tena kula vile vyakula ambavyo tutakuja kuviona vinapunguza uwezekano wa athari za kemikali zilizopo kwenye pombe na sigara. Kwa hiyo anakuwa na urahibu wa pombe, na wengi wao wanasahau pia kula, na hata akila hali vizuri. Kwa hiyo anakuwa anaingia kwenye hatari zaidi. Kihatarishi kingine cha 5 ni lishe. Lishe isiyokuwa na matunda na mboga mboga, hii inamweka mtu kwenye hatari ya kupata kansa ya koo. Kwa maana matunda na mboga mboga tunaziita hizi ni antioxidant. Antioxidant hivi ni vizuaji vya oksijeni. Kwa kawaida mwili ukiendelea na kazi zake unatengeneza oksijeni ambazo hizi zinaharibu chembe chembe na zinaweza zikapenya hadi kwenye vinasaba. Lakini mtu anayetumia mboga mboga na matunda, basi anakuwa anapunguza inakuwa kama vizuizi. Ndio maana kwa Kiswahili antioxidant wanaita vizuaji vya oksijeni. Kwa hiyo anakuwa sio hii oksijeni ambayo tunaijua. Hii oksijeni ni ambayo tunapumua, hii inachoma chakula vizuri, unapata nguvu yako. Sasa mwili wenyewe huku unakuwa unaendelea na shughuli zake, na hapo ndipo unatengeneza
oxidation au oxygen ambazo ni kemikali ambazo si nzuri. Sasa matunda na mboga mboga, vitamin hizi zote ni vizuaji vya hizi oxygen na vinasaidia kukulinda. Hata kwa yule mtu ambaye amekula nyama au nyama choma kwa wingi, inakuwa akiweka mboga mboga walau anapunguza effect, anapunguza ile athari. Lakini jana tuliongelea ugonjwa wa tindikali kupanda kooni, hiyo sitairudia. Lakini kuna maambukizi ya vimelea. Hapa vimelea ninavyoviongelea ni HIV. Mtu mwenye maambukizi ya HIV anaingia pia kwenye hatari ya kupata kansa ya koo. HIV inashusha kinga ya mwili, ama VVU, virusi vya ukimwi, vinashusha kinga ya mwili. Vikishusha kinga ya mwili, niliwaambia mwili una namna yake unavopambana na zile chembe chembe ambazo zimekengeuka na zina dalili ya kutengeneza kansa. Sasa hiyo yote ni kinga ya mwili. Vikishusha hiyo kinga ya mwili, chembe chembe zinapokengeuka, inapelekea mwili usiweze kuzidhibiti hizi chembe chembe. Kwa hiyo zinaenda mpaka zinatengeneza kansa. Kwa hiyo mtu mwenye VVU, lakini pia mwenye maambukizi ya human papilloma virus, hawa ni virusi wengine ambao niliwaambia awali kabisa kwamba wanapatikana mara nyingi. Kwa wale zaidi watu wenye hatari ya kupata ni wale watu ambao wanashiriki ngono kwa kukutanisha kinywa na sehemu za siri. Hawa wanakuwa wako kwenye hatari kubwa ya kupata shida ya VVU. Lakini pia yule mtu ambaye tayari saratani iko kwenye familia anakuwa pia yuko kwenye hatari ya kupata hii, na hii hamna jinsi unaweza kuzuia, maana iko nje ya uwezo. Lakini pia jambo jingine ni kwamba kwa wale watu ambao wanafanya kazi katika maeneo ya mionzi, ndio maana sheria ya kuanzisha kituo cha mionzi, tiba ya mionzi ama tiba ya x-ray, uchunguzi wa x-ray, ni sheria kali kwamba lazima mazingira ya mlinde huyu anayefanya kazi. Lakini pia mtu ambaye anaenda, unajua tiba, mionzi ipo ya tiba. Sasa kama mtu inampata ile mionzi, pia inaweza ikabadili vinasaba vya chembe chembe za mwili na ikapelekea vinasaba hivi au chembe chembe hizi kukengeuka na kutengeneza uvimbe. Kwa hiyo pia inakuwa ni sababu hatarishi ya kupata hii shida. Sasa basi, baada ya kuona hizo vitu ambazo zinapelekea ama hatarishi, sababu au mitindo hatarishi inaweza kumweka mtu kwenye hatari ya kupata saratani, tuangalie dalili zake. Utajiuliza kwa nini sisemi nini kinasababisha? Ni kwa sababu saratani mpaka sasa hivi hamna saratani ambayo tunasema hii ina mitindo mbalimbali ya maisha ambayo haifai, lakini pia na vitu vingine vya hatarishi vingine ndivyo vinavyomweka mtu kwenye hatari ya kupata saratani. Sasa basi, dalili ni nini? Dalili ya kwanza ni muwasho katika koo. Unaona koo lako. Sasa bahati mbaya sana ni kwamba dalili nyingi za awali za saratani au uvimbe zinakuwa zinafanana na dalili za magonjwa mengine. Lakini unaona muwasho wako unadumu, namna unavyoshughulika nao unadumu. Hii ni dalili ya kwanza. Lakini dalili ya pili ni hisia za kitu kukwama kooni. Unahisi kama kuna kitu kimekwama kooni na hata ukimeza unaona hakitoki. Dalili ya pili, na hii hisia ya kitu kukwama kooni, ni pale ambapo uvimbe utakuwa umeshaanza kujitokeza kabisa. Unajua saratani inaweza ikawa hapa na spasivimbe. Sasa uvimbe ukishaanza kukua ndio unaweza ukasikia kitu kimekwama kooni. Lakini dalili nyingine ni kuamshwa usingizini umekosa hewa. Maana hii inaendana na shida ya kupumua. Kama uvimbe umeshakuwa mkubwa, umeziba njia ya hewa. Lakini pia
kwa sababu ya ule muwasho ambao nimeuongelea, koo linatafuta namna ya kupunguza huu muwasho. Kwa hiyo linazalisha uteute na linazalisha ukamasi ili kujilinda. Hivyo linakuwa limejaza vitu huku kooni. Kwa hiyo ukilala usiku, kwa sababu huna uwezo tena wa kukohoa, unaamshwa ule uteute ukiwa umejaa, ni kama unakuziba njia ya hewa. Kwa hiyo unajikuta umeamshwa usingizini. Lakini pia kikohozi kisichoisha. Wewe unakohoa, unajikuta unatumia dawa za kikohozi lakini hakiishi. Hii ni dalili kwamba kuna shida nyingine tofauti na kikohozi cha kawaida. Lakini pia maumivu ya koo, kwa maana uvimbe umekuja umejaa pale, kwa hiyo unaumiza zile sehemu za koo, na hivyo inapelekea kupata maumivu. Lakini pia kujisikia kama uweze kutoa makohozi kama nilivyosema. Hii ni dalili nyingine. Kila wakati unajisikia kukuangua koo lako. Wewe lakini pia mabadiliko ya sauti. Unasikia sauti yako inaenda inapotea. Sauti inakuwa na ukavu. Ulikuwa unaweza kuimba vizuri, unashangaa huwezi kwenda pitch ya juu. Wakiweka key ya juu kidogo unapotea. Ulikuwa mhubiri, unaona sasa huwezi tena kushout, huwezi tena kufanya vile ulivyokuwa unafanya vizuri kwenye mahubiri. Hii inakuwa inakutia shaka, lazima ikutie shaka kwamba kuna kitu. Lakini pia kuna shida ya kumeza. Uvimbe kwenye koo la hewa ukiongezeka sana, unaelekea kwenye sehemu ya chakula na unapelekea mtu kushindwa kumeza, na hivyo inakufanya usituke kwamba kuna kitu. Lakini pia kupaliwa. Sasa koo lina neva za fahamu ambazo zina control utoe sauti, zina control umeze. Zikiisha ingiliwa na uvimbe, zinapelekea kushindwa kuhisi kama kuna maji yanakuja. Kwa hiyo ukiwa unakunywa maji au unakula chakula, kinaingia njia ya hewa. Na kila wakati ukiwa unakula unapaliwa, unakohoa, unashangaa mbona zamani nilikuwa siko hivi. Hiyo ni dalili nyingine. Lakini pia kupoteza uzito wa mwili. Hii ni dalili nyingine. Hii ndio dalili kubwa pia ya saratani iliyosonga zaidi. Dalili ya mwisho ni kupata uvimbe kwenye matezi ya shingoni. Unasikia matezi yamevimba humu. Unajua watu wengi wanajua mtoki huku. Ukijigonga mguu unavimba huku. Mitoki iko sehemu nyingi, ndizo tunaita matezi. Shingoni hapa kuna matezi mengi sana. Ambayo yakipata kitu huku yanavimba, kwa sababu yale ndio yanayoshughulika na kinga ya mwili. Sasa yanaona kuna kitu, inabidi yakishughulikie. Hizo ndio dalili za kansa ya koo. Sasa matibabu yake yakoje? Kwanza ni uchunguzi. Uchunguzi wake utasikilizwa na daktari, atakusikiliza ilianza lini, lakini pia atakufanyia uchunguzi kwa kuangalia koo lako. Pia kuna vipimo vitaingizwa huku, utaangaliwa. Lakini pia kama ikionekana sehemu imebadilika na inaonekana kabisa hii ni ya uvimbe, itachukuliwa kinyama, kitapimwa, na kikionekana ni uvimbe ambao ni wa saratani, itakubidi kufanya tiba ya mionzi. Na kuna saratani zingine ambazo unaenda kwa tiba ya dawa pia, mionzi na dawa, mionzi peke yake au tiba ya dawa tu. Lakini pia ikionekana ni uvimbe wa kawaida sasa ambao sio saratani, zinafanyika upasuaji na zinatolewa. Kikubwa ni kuzuia kabla shida haikuja kupata. Juzi nilisema kwamba watu wote sisi ni watahiniwa, ni candidate wa shida. Usijiweke pembeni kwamba mimi haya hayanihusu. Chukua hatua, badili mtindo wa maisha, na Mungu atubariki. Karibuni tena kwa somo la kesho. Tuseme amina kwa daktari. Amina. Ninafurahi kwamba elimu hii imeendelea kuleta tija kwa watu wengi, maelfu na mamilioni yakiendelea kubarikiwa katika nuru ya matumaini.
Ni kweli kabisa. Bwana atujalie kila lililo jema, atupatie afya njema, lakini atupatie akili zenye akili ndani yake, ili tufanye upembuzi juu ya kutunza vizuri afya zetu, hatimaye siku moja tuwe ni watu wenye furaha zaidi. Amen. Asante sana kwa ajili ya mrejesho, marafiki ambao mnatufuatilia kupitia sehemu mbalimbali hapa kanisani Magomeni, katika makanisa na vituo mbalimbali. Asanteni kwa kuchagua Nuru ya Matumaini. Tunapata mrejesho kutoka kwa marafiki kadhaa mtaa wa Kizota, kanisa la Kizota, kituo cha Nkuhungu Boda. Wastani wa mahudhurio kwa siku wageni 25, wenyeji 23. Wanasema tunawapata vema sana. Amina. Kanisa la Waadventista wa Sabato Mloganzila, kituo kipo Kibamba hospitali, chini ya mzee wa kanisa. Asubuhi au pio mahudhurio katika siku ya jana, zaidi ya watu 119, wageni wakiwa 89, ukizidi kubarikiwa na matangazo haya. Amen. Barikiwe sana. Kutoka Arusha, kituo cha Sokoni 1, zaidi ya watu 30 wanafuatilia matangazo haya, wageni zaidi ya 20 kila siku, pamoja na wainjilisti 6 wamepiga kambi hapo siku ya Jumamosi. Zaidi ya watu 6 wanatarajiwa kubatizwa, na tuseme amina. Amina. Anaitwa Ruben, anasema ana kituo nyumbani kwa marehemu Raheli Kanyekega Mwita, zaidi ya watu 80 wanazidi kubarikiwa. Amen. Kituo kinaitwa Nyarero. Nyarero, Tanzania kubwa. Wabarikiwe sana. Asanteni marafiki ambao mnaendelea kufuatilia, na hapo baadaye katika ibada ya kurejea madhabahuni tutaendelea kubarika kwa uzuri pamoja nasi. Tunakusihi sasa karatasi ambayo utakuwa umeandika maombi yako kwa imani yako kwa Mungu, kwamba Mungu akasikie maombi ndani ya moyo wako. Maboksi yako hapa mbele kanisani, tafadhali endelea kuyaleta kwa ajili ya kufanya maandalizi katika kurejea madhabahuni hapo baadaye. Baada ya jana kujifunza somo zuri, leo Dr. Nifrida Mitekaro atakuja na somo zuri ambalo linahusu malezi ya watoto wa Niva. Na tutajifunza mambo mengi sana katika somo hili. Tukusie rafiki mtazamaji na msikilizaji, usiondoke hapo ulipo, lakini nina jambo wa Niva. Haya, sema. Uliwahi kusikia usitamani mali ya jirani yako? Ndio. Sasa mimi ndio ile mali ya jirani. Kivipi sasa? Karibu, barikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tunamshukuru Mungu tena kwa wakati huu ambapo tunaendelea na masomo yetu ya kaya na familia. Kama ilivyosemwa, leo tuna somo linalotueleza juu ya mtindo wa malezi. Mtindo wa malezi. Sijui wewe ambaye ni mzazi
unaleaje watoto wako? Na wewe ambaye pia ni mzazi, ukiangalia nyuma huko wazazi wako walivyokulea, unajisikia ulilelewa namna gani? Maana mara nyingi mtindo wa malezi uliolelewa nao ndio unaopeleka katika kuwalea watoto wako. Na hivyo leo tutaangalia aina mbalimbali za mtindo wa malezi, na wewe mwenyewe utaona kwamba unafanya namna gani. Lakini malezi, kama kuna jambo ambalo Mungu ametupatia kama zawadi, ni kuwekeza maadili ndani ya kizazi kinachokuja.